Maombi ya kuvunja ndoa ya kiroho. Leo ni siku ya pili au mfululizo wa pili wa somo hili tangu tulipoanza kujifunza. Bwana Yesu asifiwe. Moja kati ya mikakati ya shetani ya kuharibu maisha ya mtu kwenye eneo la afya, uchumi na mahusiano ni ndoa ya kiroho. Watu wengi sana wamefunga ndoa ya kiroho na majini mahaba na wanateseka mpaka leo. Wapo wanaoteseka kwa magonjwa, wapo walioanguka kiuchumi, wapo waliopoteza mahusiano na watu muhimu kwenye maisha yao, na yote hii ni matokeo ya kufunga ndoa ya kiroho. Na nilikwambia ndoa ya kiroho ni ile ndoa inayofungwa katika ulimwengu wa roho kati ya binadamu na jini mahaba, yenye lengo la kutengeneza uzao unaotumika kuharibu maisha ya mtu. Sasa nataka nifafanue kidogo ili uelewe kwa nini majini mahaba yanataka kutengeneza uzao na binadamu. Unapoota unafanya mapenzi kwenye ndoto, yule jini mahaba anachokitaka ni kuzaa na wewe. Na mtoto anayezaliwa si mtoto wa kawaida, lakini ni roho ya kishetani, kwa maana ya pepo. Sasa hili pepo ndilo litakalokuwa linatumika kupambana na wewe na kupiga uchumi wako, kupiga afya yako kwa maana ya kukupa ugonjwa na kuharibu mahusiano yako. Na hili pepo linakuwa gumu sana kutoka kwa sababu limetengenezwa kwa kutumia vinasaba vyako. Na hivi vinasaba vilichukuliwa pale jini mahaba alipokuwa anafanya mapenzi na wewe. Sasa kwa nini haya majini yatengenezwe kwa kutumia vinasaba vyako? Inakuwa hivyo kwa sababu katika ulimwengu wa roho, yule aliye karibu na wewe ana nguvu ya kukuharibu kuliko yule aliye mbali na wewe. Na ndio maana Yesu alisema kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 10 mstari wa 36, na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Kwa hiyo shetani anapotaka kuharibu afya yako, anapotaka kuharibu uchumi wako au mahusiano yako, anatengeneza uzao kwa kutumia vinasaba vyako. Kwa hiyo kuna watu wanapigwa kiuchumi kutokana na roho za majini zilizozalishwa kwa kutumia vinasaba vyao. Kuna watu wanapigwa kiafya kutokana na roho za majini zilizozalishwa kwa kutumia vinasaba vyao. Kuna watu wanapigwa kwenye mahusiano kutokana na roho za majini zilizozalishwa kwa kutumia vinasaba vyao. Na yote hii ni matokeo ya ndoa ya kiroho inayofanyika ndotoni. Na nilikupa milango 6 ambayo jini mahaba anaitumia kuingia ndani ya mtu. Sasa leo nataka nikupe mlango wa 7 na wa 8 ambao jini mahaba anatumia kuingia. Funika macho tuombe. Sema: Bwana Yesu, nipo tayari kujifunza. Ninaomba unifungulie fahamu zangu ili nipate maarifa yatakayonisaidia katika maombi. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, wewe ni mwalimu. Ninaomba unifundishe na unipe kuelewa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu nafunika nafsi yangu kwa damu ya Yesu. Roho za uzito, toka, achia nafsi yangu. Toka, achia mwili wangu. Toka, achia akili yangu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mlango wa 7. Mlango wa 7. Kufanya mapenzi kwa kutumia mdomo. Mlango wa 7 ambao jini mahaba anaotumia kuingia ndani ya mtu ni kufanya mapenzi kwa njia ya mdomo. Kwenye Kiingereza hiki kitendo kinafahamika kama oral sex. Hiki ni kitendo ambacho mdomo unatumika kufanya kazi ambayo ilitakiwa kufanywa na viungo vya uzazi. Na ninalisema jambo hili kwa uwazi kwa sababu nataka nikusaidie ili uweze kupona. Na hapa watu wengi wamenasa kwenye huu mtego. Waliopo kwenye ndoa na wasio kwenye ndoa, waliookoka na wasiookoka, wameingia kwenye huu mtego ambao umefungua njia ya jini mahaba kuwaingia na kuharibu maisha yao. Mwanaume na mwanamke wanapofanya mapenzi kwa kutumia mdomo, katika ulimwengu wa roho wanaziunganisha nafsi zao na jini mahaba. Wakati hicho kitendo kinafanyika, jini mahaba anamfanya huyu mtu anayefanyiwa oral sex apate raha ambayo hawezi kuipata kwa kufanya mapenzi kwa njia ya kawaida. Ile raha inayopatikana wakati wa hicho kitendo inampa jini mahaba uhalali wa kutawala hisia za mwanaume na hisia za mwanamke. Sasa nini maana ya jini mahaba kutawala hisia?
Jini mahaba linapotawala hisia zako, hasa kupitia kitendo cha kufanya mapenzi kwa mdomo, anakufanya usione raha ya kufanya mapenzi kwa njia ya kawaida mpaka kwanza uanze kufanya mapenzi kwa mdomo. Lakini pia jini mahaba anapotawala hisia za mwanamke, anaifanya njia isifunguke mpaka afanyiwe kwa njia ya mdomo kwanza. Na kwa upande wa mwanaume, jini mahaba anapotawala hisia, anafanya viungo vya mwanaume visiamke au visiweze kufanya tendo mpaka vifanyiwe kwa njia ya mdomo kwanza. Matokeo ya mwisho katika ujumla wake ni kwamba jini mahaba linapotawala hisia za mwanaume na mwanamke, linasababisha tendo la ndoa lisiwe na raha bila kufanyika kwa njia ya mdomo kwanza. Na kitendo cha kufanya mapenzi kwa njia ya mdomo kimezoeleka na kinafanyika sana. Na shetani anafurahi kwa sababu kupitia njia hiyo anapata nafasi ya kuvuna nafsi nyingi za watu waliopo kwenye ndoa na wasio kwenye ndoa, waliookoka na wasiookoka. Nafsi zao zinavunwa na jini mahaba. Na ni vizuri kukumbuka kila wakati ya kwamba jini mahaba haliishi kukuharibia mahusiano yako, haliishi kukuharibia uchumi wako, haliishi kukupa magonjwa, lakini anaenda mbali zaidi katika kuyapoteza maisha yako, kwa maana ya kukuvuna na wewe mwenyewe ili akupeleke Jehanamu. Labda kwa dakika kidogo ni kurudisha kwenye historia ya Biblia ili ujue ni kwa nini Mungu aliangamiza Sodoma. Unisikiliza vizuri, itakusaidia. Kati ya dhambi zilizoigharimu Sodoma ilikuwa ni kufanya mapenzi kinyume na maumbile, kwa maana ya mwanaume kufanya mapenzi na mwanaume mwenzake, au mwanaume kufanya mapenzi na mwanamke kinyume na maumbile. Kwa Kiingereza, kitendo cha kufanya mapenzi kinyume na maumbile kinaitwa sodomy. Na ile neno sodomy lilitokana na aina ya vitendo vilivyokuwa vikifanyika katika mji wa Sodoma. Na tafsiri ya neno sodomy inaenda mbali zaidi ya kufanya mapenzi kinyume na maumbile kwa maana ya anal sex, lakini pia linamaanisha kufanya mapenzi kwa njia ya mdomo kwa maana ya oral sex, au kwa lugha inayofahamika na wengi, kuzama chumvini. Kwa mujibu wa Wikipedia Encyclopedia, sodomy is generally anal or oral sex between people, or sexual activity between a person and a non-human animal, but it may also mean any non-proactive sexual activity. Nilitaka uone hayo maneno anaposema sodomy is generally anal or oral sex, akiwa na maana ya kwamba ni kitendo kinachohusisha kufanya mapenzi kinyume na maumbile au kwa kutumia mdomo. Lakini pia kwa mujibu wa Legal Information Institute cha kule Marekani, walipotoa tafsiri ya neno sodomy, walisema sodomy refers to anal or oral intercourse. Kwa hiyo kwa tafsiri nilizokupa, unapozungumzia sodomy, unazungumzia vitendo vyote viwili, kwa maana ya kufanya mapenzi kinyume na maumbile na kufanya mapenzi kwa kutumia mdomo, oral sex. Na vitendo vya namna hiyo viligharimu maisha ya watu wa Sodoma. Si tu kwamba walipoteza maisha yao kwa moto, lakini nafsi zao zilishuka shimoni kwa maana ya kuzimu. Sasa katika nyakati za sasa, kufanya mapenzi kwa njia ya mdomo au oral sex au kuzama chumvini kama wanavyoita ni kitendo kinachofanyika sana, na watu wanaona ni kitu cha kawaida, na wengine wamekiona ni kitendo cha kutunza ndoa zao. Sasa nipo hapa kukuambia ukweli kwa manufaa ya roho yako. Mpendwa, dunia hii hatutaishi milele. Kuna maisha mengine baada ya hapa. Sasa hivi unaposikiliza ujumbe huu, kuna watu wamepelekwa kuzimu na jini mahaba lililowashawishi kufanya vitendo vya namna hii, na wanatamani wangepewa nafasi ya kuishi tena ili wasifanye vitendo vya namna hii. Ile kwamba jambo linakufanya usikie raha haina maana hilo jambo ni zuri. Shetani siku zote hakuonyeshi ubaya, anakuonyesha utamu mwanzoni, halafu uchungu ndio unafuata baadaye. Ndio maana ukisoma kwenye Biblia unaona kuna mti unaitwa mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Angalia vizuri hayo maneno jinsi yalivyokaa: mema na mabaya, mema na mabaya. Haisemi mabaya halafu mema, hapana. Mema kwanza halafu mabaya. Shetani anajua wewe unazo akili.
Kwa hiyo akitanguliza mabaya kwanza, utashtuka mapema. Kwa hiyo anatanguliza mema kwanza, ili ukishaingia ndipo unakutana na ubaya uliojificha. Na Mungu alijua, ndio maana akamwambia mwanadamu, kati ya miti yote unaweza kula, walakini mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa sababu siku utakapokula utakufa hakika. Na mimi nakuletea neno hili. Ninajua linaweza kuwa ni neno gumu sana kwa watu wengi, lakini naomba unisikilize na utanishukuru baadaye ukifika mbinguni. Kufanya mapenzi kwa mdomo ni kitendo kinachoratibiwa na jini mahaba, na lengo lake ni kuinasa nafsi yako ukiwa hapa duniani, na baada ya hapo ni kuipeleka nafsi yako kuzimu kwenye kilio na kusaga meno. Usikubali shetani aendelee kukudanganya. Usikubali jini mahaba aishushe nafsi yako kuzimu. Yesu alisema kwenye kile kitabu cha Marko sura ya 8 mstari wa 36 mpaka 37, itamfaidia mtu nini kuupata ulimwengu wote, akipata hasara ya nafsi yake? Ama mtu atoe nini badala ya nafsi yake? Ninachotaka ujue ni kwamba jini mahaba linawinda nafsi za watu, na njia mojawapo linalotumia ni kwa vitendo vya kufanya mapenzi kwa kutumia mdomo. Unisikilize mpendwa katika Kristo Yesu. Kufanya mapenzi kwa njia ya mdomo au oral sex au kuzama chumvini hakuwezi kuilinda ndoa yako, lakini itakuharibia kwenye maisha yako ya hapa duniani na baada ya kufa. Dunia hii kila mtu anaweza akawa msemaji na kukueleza ni namna gani unaweza kufanya ili kumfurahisha mume wako au kumfurahisha mke wako. Nataka nikwambie ukweli, utanishukuru mwanangu ukifika mbinguni. Kama kwa kutojua ulikuwa unafanya jambo hili, nakupa ushauri siku hii ya leo. Acha kufanya hicho kitendo. Mwambie Mungu, nisamehe, nimeijua kweli, na kweli yako imeniweka huru. Nisaidie niweze kutembea kwenye kweli yako na niishi maisha ya kukupendeza wewe. Maana maandiko yanatuambia kwenye kile kitabu cha Yohana sura ya 13 mstari wa 17. Maandiko yanasema, mkiyajua hayo, heri ninyi mkiyatenda. Bwana Yesu asifiwe. Mlango wa 8 ni ndoa ya mzaha. Mlango wa 8 unaomfanya jini mahaba aingie ndani yako ni ndoa ya mzaha. Nikisema ndoa ya mzaha, maana yake nini? Mtoto wa kike anapozaliwa, anatokea mwanaume ambaye ni mtu mzima kwenye hiyo familia, alafu anasema huyu ni mke wangu. Au mtoto wa kiume anapozaliwa, anatokea mwanamke mtu mzima kwenye hiyo familia au kwenye huo ukoo, alafu anasema huyu ni mume wangu. Na watu wanachekelea na kufurahi. Alafu siku zinaenda, lile neno lililotamkwa kwamba huyu ni mume wangu au huyu ni mke wangu linarekodiwa kwenye ulimwengu wa roho, na jini mahaba linapata mlango wa kumuingia na kumfuatilia yule mtoto tangu siku ile. Nataka nikwambie, kuna watu majini mahaba hayajawaingia kwa sababu ya ndoto. Kuna watu majini mahaba hayajawaingia kwa sababu ya uzinzi. Kuna watu majini mahaba hayajawaingia kwa sababu ya kutazama ngono, lakini yamewaingia tangu siku walipotamkiwa hayo maneno. Sasa hii haina maana ya kwamba yule aliyesema hilo neno ndiye aliyefanyika mume au mke wa kiroho kwa huyo mtoto, lakini kile alichokisema kilifungua mlango wa jini mahaba kuingia ndani ya yule mtoto. Na kinachotokea ni kwamba kadiri yule mtoto anavyokuwa, anaanza kuonyesha dalili ambazo haziendani na umri wake. Anaweza akaanza kufanya mapenzi akiwa darasa la kwanza, na nimepata kusikia kesi za namna hizi zikitokea mara kwa mara. Sasa nataka nikuulize swali na ulijibu mwenyewe ndani ya moyo wako. Mtoto wa darasa la kwanza anapata raha gani kufanya mapenzi na watoto wenzake? Kinachompa raha ni lile jini mahaba lililoingia ndani yake. Wapo wengine ni watoto wadogo na wanafanya mapenzi na watu wazima, lakini kitu cha kushangaza ni kwamba huyo mtoto haonyeshi dalili yoyote ya nje kwamba ameumizwa kwa namna yoyote. Unapoona kitu cha namna hiyo, wajue kuna nguvu ya jini mahaba inayotenda kazi ndani ya huyo mtoto. Sasa uwe makini sana na maneno unayoyatamka kwa watoto. Jifunze kutamka maneno yenye uzima. Hivi wewe ni mtu mzima, una mke wako au una mume wako nyumbani. Nataka nikuulize swali. Kuna ulazima gani kwa wewe kumuita kichanga wa mwenzio kwamba ni mke wako?
kuna ulazima gani kwa wewe kumuita mtoto wa mwenzio kwamba ni mume wako? Huo ulazima wa wewe kusema hivyo unatoka wapi? Inawezekana mke wako ulishaacha kumuita mke, unamuitaga tu mama fulani. Halafu mtoto wa mwenzio ndio unaona ni vema kumuita mke wako. Inawezekana mume wako ulishaacha kumuita mume, unamuitaga tu baba fulani. Lakini mtoto wa mwenzio ndio unaona ni vema kumuita mume wako. Listen, kuna kitu hakijakaa sawa. Kila mwanamke anaweza akawa mama, lakini si kila mwanamke anaweza akawa mke. Kuna kitu kinachomfanya mwanamke aitwe mke. Sasa hicho kitu kwa nini unakipeleka kwa mtoto? Kila mwanaume anaweza akawa baba, lakini si kila mwanaume anaweza akawa mume. Kuna kitu kinamfanya mwanaume awe mume. Sasa kwa nini hicho kitu unakipeleka kwa mtoto? Kile kitendo kinachofanyika kati ya mwanaume na mwanamke, ile intimacy, ndicho kinachokubadilishia nafasi katika ulimwengu wa roho na kukufanya utoke kwenye nafasi ya kuwa mwanamke wa kawaida na uwe mke, na kukufanya utoke kwenye nafasi ya kuwa mwanaume wa kawaida na uwe mume. Kuna kitendo kinafanyika hapo katikati. Kuna kitendo kinahusika hapo katikati. Sasa swali langu ni kwamba, kwa nini hiki kitu ukihamishie kwa mtoto? Wapendwa, hivi mnaelewa hali ilivyo mbaya kwenye nyakati tulizo nazo? Na kushauri, kama ulikuwa na kawaida ya kusema maneno ya namna hiyo kwa watoto, acha leo. Acha ulazima usio na lazima. Usimpe shetani nafasi kwenye mzaa wako. Biblia inasema kwenye waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 mstari wa 8, muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba angurumaye huzunguka akitafuta mtu ammeze. Tafadhali usimweke mtoto wa mwenzio kwenye kinywa cha simba kwa sababu ya mzaha. Shetani huwa hachekewi mpendwa, na shetani huwa hachezewi. Alishahukumiwa na anatafuta watu wa kwenda naye kwenye ziwa la moto. Kwa hiyo hanaga muda wa kupoteza. Shetani ni opportunist. Nafasi yoyote anayoipata anaitumia vizuri sana. Na kama uamini haya mambo, jiulize, mtoto mdogo anaangukaje mapepo ya majini mahaba katikati ya maombi? Yameingiaje? Ni lazima tufike wakati, wapendwa, vinywa vyetu tuvifundishe kutamka uzima, hasa kwa watoto. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka tuangalie dalili za jini mahaba. Ni dalili gani ukiziona zitakujulisha kwamba jini mahaba amepata nafasi ya kuingia? Sasa zipo nyingi sana, lakini nataka nitaje chache kulingana na umuhimu wake. Amen. Dalili ya kwanza ni kuota ndoto za kufanya mapenzi. Hii ni dalili ya kwanza ya kukujulisha kwamba jini mahaba limefunga ndoa na wewe. Na ikitokea hizi ndoto haziache kukujia, ujue ya kwamba limeifunga nafsi yako kwenye agano na limejitengenezea uhalali wa kukufuatilia na kukupata wakati wowote. Hiyo ni dalili ya kwanza. Dalili ya pili ni kuota ndoto zinaweza kuonyesha una mimba au umezaa au unanyonyesha. Kuota ndoto zinaweza kuonyesha kuwa una mimba au umezaa au unanyonyesha. Watu wengi sana wanapoota ndoto za namna hii wanafurahia. Lakini naomba niseme kwa unyenyekevu, uwe macho sana na ndoto za namna hii zinapokujia. Mara nyingi zinakuja kama kiashiria cha kukujulisha kwamba jini mahaba limefanikiwa kufunga ndoa na wewe. Dalili ya tatu ni kumchukia mwenzi wako. Dalili ya tatu ya jini mahaba ni ile hali ya kumchukia mwenzi wako. Kama umeoa au umeolewa, alafu imetokea unamchukia mwenzi wako ambaye ulikuwa unampenda na kumfurahia sana hapo zamani, hiyo ni dalili ya kukuonesha kwamba kuna jini mahaba linalofanya hiyo kazi. Labda niseme hivi itakusaidia. Jini mahaba ni jini lenye wivu sana, na likishafunga ndoa na wewe kwenye ndoto, halitaki kabisa uwe na mahusiano na binadamu. Hata kama umeshaoa au umeolewa, litahakikisha unamchukia uliye naye. Unapoona hali ya kumchukia mwenzi wako, huna furaha naye tena, na si kwamba amekukosea. Inawezekana anajitahidi kukufanyia mema mengi, lakini huoni wema wake. Unachokiona ni mabaya yake tu siku zote. Unachokiona ni udhaifu wake tu siku zote. Ujue
kuna kitu kimeingilia ndoa yenu au mahusiano yenu, na sio kitu cha kawaida, ni kitu cha kiroho. Kuna jini mahaba amepata nafasi ya kuingia. Mwanaume yule yule aliyekuona umewazidi wanawake wote, ndiye mwanaume huyo huyo anayesema kati ya wanawake wewe si mwanamke. Mwanamke yule yule aliyesema wewe ni mwanaume bora kupita wote, ndio mwanamke huyo huyo anayesema kati ya wanaume wewe si mwanaume. Alikuwa anafurahi kuona simu yako, lakini sasa hivi hapendi hata kuona unampigia simu. Alikuwa akifurahi mkikaa pamoja na kuzungumza, lakini sasa hivi hana huo muda na hapendi kukaa na wewe. Yupo tayari awe na marafiki zake, lakini sio kuwa na wewe. Alikuwa anakuona kwa uzuri, lakini sasa anakuona kwa ubaya. Alikuwa anakusema kwa uzuri, lakini sasa anakusema kwa ubaya. Unapoyaona hayo yakitokea, ujue ya kwamba kuna kitu kibaya kimeingia kati yenu. Kwa hiyo usijaribu kupambana kimwili, wala usijaribu kushindana kwa maneno. Ukifanya hivyo hautaweza kushinda, kwa sababu hiyo sio vita ya mwili, hiyo ni vita ya rohoni. Huyo ni jini mahaba yupo kazini, anakuonea wivu na hayuko tayari kushare mwili wako na mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Dalili ya 4 ni kuchukia jinsia ya tofauti. Dalili ya 4 ya jini mahaba ni kuchukia jinsia ya tofauti. Kama wewe ni mwanaume na unajikuta unachukia wanawake na huna sababu ya msingi, ufahamu ya kwamba hiyo ni dalili ya jini mahaba akitenda kazi ndani yako. Na kama wewe ni mwanamke na unajikuta unachukia wanaume na huna sababu ya msingi, ujue hicho ni kiashiria cha kukujulisha ya kwamba jini mahaba ameshaingia ndani yako na ameanza kufanya kazi. Kinachotokea ni kwamba yule jini mahaba anakutengenezea mazingira ya kutokuwa na mahusiano ili yeye aendelee kutawala na kumiliki maisha yako. Kwa hiyo unaweza kukutana na mtu anakuambia wazi kabisa kwamba mimi sipendi wanawake, au mimi sipendi wanaume, nachukia sana wanaume, nachukia sana wanawake, lakini hana sababu yoyote ya msingi. Hata ukimuuliza maswali hana sababu yoyote ya msingi, lakini anachukia tu. Akimwona mwanamke roho yake imeshachafukwa, akimwona mwanaume roho yake imeshachafukwa. Unapoona mazingira ya namna hiyo, ujue huyo mtu ameshaingiwa na jini mahaba, na jini mahaba limeshaanza kutenda kazi ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Dalili ya 5. Dalili ya 5 ya jini mahaba ni kuvurugika kwa mzunguko wa wanawake. Kuvurugika kwa mzunguko wa wanawake. Kumbuka nilikwambia kwamba lengo la hawa majini mahaba ni kujitengenezea uzao wao kwa kutumia vinasaba vya binadamu, ili wautumie huwa uzao kukupiga wewe. Kwa hiyo wanachokifanya ni kuharibu mzunguko wa mwanamke, ili hata akitaka kupata mtoto isiwe rahisi au isiwezekane kabisa. Wanaweza kuona mwanamke hajui mzunguko wake umekaaje, kwa sababu tarehe zimeshavurugwa katika ulimwengu wa roho. Lakini kimsingi hazijavurugika kwa bahati mbaya, lakini ni jini mahaba limeingia na kuvuruga huo mzunguko, ili huyu mwanamke akija kuhitaji kupata mtoto asiweze kufanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo ilikuwa ni dalili ya 5. Dalili ya 6. Dalili ya 6 ya jini mahaba ni matatizo ya mvurugiko wa vichocheo vya mwili au hormonal imbalance. Matatizo ya mvurugiko wa vichocheo vya mwili au hormonal imbalance. Mwili wa mwanamke una vichocheo kwa maana ya hormones. Kinachotokea ni kwamba hivi vichocheo vinakuwa vinabadilika. Kuna wakati vinapanda sana na kuna wakati vinapungua sana. Sasa kimsingi hili ni tatizo la kiroho, na ndio maana hakuna dawa itakayoweza kuondoa hilo tatizo. Kitu ambacho dawa itafanya ni kulituliza hilo tatizo kwa muda, lakini sio kuliondoa. Sasa mimi sio daktari, lakini nataka nikusaidie ili ujue hili jambo kiroho limekaaje, ili hata tutakapoingia katika maombi uombe kwa namna ambavyo unaweza kupona. Huyo jini mahaba anachofanya, anavuruga hizi hormones, na jambo hilo linapotokea unamwona mwanamke anakuwa anatokwa na damu nyingi sana kwa muda mrefu sana. Na jambo hili lilimpata mwanamke ambaye kwa wasomaji wa Biblia wanamfahamu kama mwanamke aliyetokwa na damu kwa muda wa miaka 12. Unaipata habari hii kwenye kitabu cha Luka sura ya 8 mstari wa 43 mpaka 48. Maandiko yanasema alitibiwa na madaktari wengi bila kupona.
kwa sababu msingi wa tatizo lake ulikuwa ni msingi wa rohoni. Ni Yesu ndiye aliyekuja kumponya na akawa mzima. Hata wewe Yesu anaenda kukuponya. Nasema unaenda kupona kwa jina la Yesu. Nasema unaenda kupona kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Lakini pia hapa ni pale ambapo mwanamke anakosa kabisa kuona ule mzunguko wake. Au anaweza akaona mzunguko lakini ukaendelea kwa muda mrefu kupita kawaida. Lakini pia yule jini mahaba anahakikisha katika kipindi cha mzunguko huyu mwanamke anakuwa na maumivu makali sana kwenye tumbo la uzazi. Sasa unapoyaona hayo, ujue hiyo ni dalili ya kukujulisha ya kwamba jini mahaba ameshaingia ndani yako na ameshaanza kutenda kazi ndani yako. Dalili ya 7. Dalili ya 7 ni mabadiliko ya kitabia kwa mtoto wa kike na wa kiume. Dalili ya 7 ya jini mahaba ni mabadiliko ya kitabia kwa mtoto wa kike na wa kiume. Huyu jini mahaba ana tabia ya kuwafanya watoto wa kiume wawe kama wanawake na watoto wa kike wawe kama wanaume. Unakuta mtoto ni wa kiume lakini ameanza kuongea kama mwanamke, anatamani kuvaa kama mwanamke, anatamani kujipamba kama mwanamke, na anatembea kama mwanamke, na mara nyingi hapendi kabisa kukaa na wavulana wenzake. Anaweza akawa mvulana peke yake lakini wasichana 5 ndio marafiki zake na wanaelewana sana kwa namna ambavyo wale wasichana wakiwa naye wanahisi wapo na msichana mwenzao. Kwa mtoto wa kike utamwona anapenda sana kuwa kama mwanaume. Hata ongea yake tu ni kama ya kiume, tembea yake ni kama ya kiume, na hapendi kukaa na wasichana wenzake. Badala yake anapendelea sana kukaa na wavulana na wanaelewana. Ukiona jambo la namna hii, wewe kama mzazi jua kuna kitu cha kiroho kimeingia ndani ya nafsi ya mtoto wako. Kwa hiyo usichelewe, wahi mapema kukishughulikia kwenye maombi, kwa sababu ukichelewa matokeo yake yanakuja kuwa mabaya sana. Na hapo ndipo baadaye unaona kijana wa kiume amekuwa shoga na binti amekuwa msagaji. Hiyo ni roho ya jini mahaba inayotenda kazi. Jini mahaba ndilo linalowafanya wanaume watamani kuwa wanawake na wanawake watamani kuwa wanaume. Ni roho ya kishetani inayojaribu kuharibu mfumo wa uumbaji wa Mungu. Na katika dunia hii, haya majini mahaba yanatenda kazi kwenye kila eneo muhimu. Kwenye sekta ya afya, majini mahaba yapo. Kwenye uchumi yapo. Kwenye siasa yapo. Kila eneo yapo. Na yanawakamata watu tangu wakiwa watoto wadogo. Kwa hiyo unapoona mambo kama hayo yakitokea, fumbua macho yako ya rohoni mapema kabla tatizo halijawa kubwa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Dalili ya 8. Dalili ya 8 ya jini mahaba ni kuharibika kwa mimba. Kuharibika kwa mimba. Sasa hapa sizungumzii kuharibika kwa mimba kutokana na uzembe labda wa kutokwenda kliniki na kupata mwongozo wa daktari. Hapa nazungumzia kuharibika kwa mimba ambako hakuna maelezo. Mwanamke anakuwa mwaminifu sana kujali afya yake na kutii maelekezo anayopewa, lakini bado mimba zinaharibika. Matukio ya namna hiyo huwa yana msingi wa kiroho, kwa sababu ukisoma kwenye maandiko, Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Kutoka sura ya 23 mstari wa 26, hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako nitaitimiza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapoona mimba zinaharibika, pamoja na kwamba umekuwa mwaminifu sana kufuata utaratibu, ujue kuna kitu cha kiroho kinachotenda kazi. Na jini mahaba huwa lina tabia ya kuharibu mimba za wanawake. Halitaki mwanamke apate uzao wa kibinadamu. Kwa hiyo lipo tayari kuua yule mtoto akiwa tumboni. Bwana Yesu asifiwe. Dalili ya 9. Dalili ya 9 ni kuvunjika kwa mahusiano. Jini mahaba lina kawaida ya kuvunja mahusiano. Kama upo kwenye mahusiano ya uchumba, linaweza kuvunja hayo mahusiano. Na kama upo kwenye ndoa, linaweza kuivunja hiyo ndoa. Na labda niseme jambo hili vizuri ili liweze kukusaidia. Si kila mahusiano yanayovunjika ni kwa sababu za kawaida unazozisikia. Si kila ndoa inayovunjika ni kwa sababu za kawaida unazozisikia. Lakini ukweli ambao watu wengi hawajui ni kwamba mahusiano mengi na ndoa nyingi zinavunjika kwa sababu ya jini mahaba.
Huyu mwanaume na mwanamke kwa kutojua wanaweza kabisa kufungua mlango wa jini mahaba. Na tumeshapita huko na nikakueleza milango anayotumia kuingia. Lakini lengo la jini mahaba ni kuua ndoa za kibinadamu na kuendeleza ndoa za kiroho, kwa maana ya ndoa kati ya mwanadamu na jini. Kwa hiyo unapoona mahusiano yako yanavunjika au ndoa yako haina amani, pamoja na kwamba unajitahidi kutimiza wajibu wako sawasawa, pamoja na kwamba unajitahidi pawe na amani, lakini panatokea sababu yoyote tu ili hiyo amani itoweke, ujue kuna nguvu ya kiroho inayotenda kazi, inayoratibiwa na jini mahaba. Bwana asifiwe. Dalili ya 10. Dalili ya 10 ya jini mahaba ni kupatwa na maumivu wakati wa tendo la ndoa. Wanandoa walio wengi wamepigwa kwenye hili eneo, hasa wanawake. Wengi wanapatwa na maumivu makali wakati wa tendo la ndoa. Wengine njia inafunga na hawawezi kushiriki hilo tendo na waume zao. Hizo zote ni kazi za jini mahaba pale linapokuwa limefanikiwa kufunga ndoa na wewe. Haliwezi kukubali kushare huyo mume pamoja na wewe. Kwa hiyo kitu linachofanya ni kukuletea maumivu makali sana ili usiweze kufurahi. Na hapo ndipo shetani amewapata wengi. Hapo ndipo mapenzi kwa njia ya mdomo yamepewa kipaumbele. Kwa sababu hapati raha akifanya tendo la ndoa kwa njia ya kawaida, anaamua kufanya kwa njia ya mdomo. Anaamua kufanya oral sex. Anaamua kuzama chumvini. Nataka nikwambie tena kwa kurudia, huo ni mtego. Shetani ni mwongo na ni baba wa uongo. Anakutengenezea mazingira ya kufanya mapenzi kwa njia ya mdomo ili ufurahi. Lakini kimsingi anayekufurahisha hapo si mume wako, ni jini mahaba. Mwingine njia haifunguki bila kufanya oral sex. Lakini unisikilize mpendwa, nataka nikusaidie. Usiyapoteze maisha yako. Usikubali shetani akudanganye. Ni kweli unaweza ukaipata raha unayoitaka, lakini mwisho wake ni mbaya sana mwanangu. Mwisho wake ni mbaya sana sana. Biblia inasema dhambi ni tamu, lakini kwa kitambo. Na pia maandiko yanatuambia kwenye kitabu cha Mithali sura ya 14 mstari wa 12 ya kwamba iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Kataa kudanganywa na shetani. Yupo anayekupa hayo maumivu wakati wa tendo la ndoa, na si mwingine ni jini mahaba. Anataka usikie maumivu ili uende kwenye mbadala atakaokupa yeye. Anaufunga huo mlango ili akufungulie mlango mwingine ambao mwisho wake ni kukupoteza. Labda nikuulize swali. Umejaribu kufanya maombi kabla hujafanya tendo la ndoa? Kama bado, nakushauri anza leo. Anza kwa maombi, kwa sababu ukizitegemea akili zako utakwama. Ukitegemea ushauri wa watu hauwezi kukusaidia hata kuiponya ndoa yako. Msaada wako ni Yesu. Hebu muite hata katika hilo. Maana yeye ni mwanzilishi wa kila kilicho na mwanzo na mkamilishaji wa kila kilicho na mwisho. Muite na yeye atakusaidia. Usikubali kupokea mashauri ambayo hujui hata yametoka wapi. Ninakupa ushauri huu kwa faida ya roho yako na maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Dalili ya 11. Dalili ya 11 ya jini mahaba ni magonjwa yanayoshambulia viungo vya uzazi na viungo vinavyohusiana na uzazi. Kwa mfano, uvimbe kwenye kizazi, saratani ya matiti kwa wanawake. Naelewa unaweza ukalitengenezea maelezo unayoweza kulitengenezea, lakini mimi nazungumzia misingi inayolifanya hilo tatizo liwepo. Nazungumzia misingi ya ulimwengu wa roho, na msingi wa matatizo haya ni jini mahaba. Alafu kuna saratani ya kizazi. Alafu kuna tezi dume kwa wanaume. Ngoja nirudie. Nimesema hivi, dalili ya 11 ya kukuonesha ya kwamba jini mahaba limeingia na limeshaanza kufanya kazi ndani yako ni magonjwa yanayoshambulia viungo vya uzazi na viungo vinavyohusiana na uzazi. Na ndani yake kuna uvimbe, matatizo ya uvimbe, fibroids, uvimbe kwenye kizazi. Alafu kuna saratani ya matiti kwa wanawake. Alafu kuna saratani ya kizazi. Alafu kuna tezi dume kwa wanaume. Magonjwa haya na mengine yanayofanana nayo ni dalili za kukuonesha kwamba jini mahaba limeingia na kuanza kufanya uharibifu. Na ni muhimu ukumbuke kila wakati ya kwamba hili jini mahaba halifungi ndoa na wewe ili kukupa raha. Lengo lake ni kukuharibia maisha yako. Kwa hiyo watu wanateseka bila dawa.
Watu wanateseka bila msaada, lakini ni magonjwa na matatizo ambayo chanzo chake ni cha rohoni, na jini mahaba linatumia njia hizo ili kuharibu maisha ya watu. Kwa hiyo unaweza kuona upana wa utendaji kazi wa hizi roho za majini mahaba. Lakini Mungu ni mwaminifu na anaenda kutusaidia siku hii ya leo. Nasema Mungu anaenda kutusaidia siku hii ya leo. Nasema Mungu anaenda kutusaidia siku hii ya leo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Dalili ya 12 ya jini mahaba ni kuchelewa au kushindwa kuoa au kuolewa. Dalili ya 12 ya jini mahaba ni kuchelewa au kushindwa kuoa au kuolewa. Hapa ni pale mtu anafika hatua ya kuwa mtu mzima, lakini hana mahusiano yoyote kwa maana ya kuoa au kuolewa. Si kwamba hapati wachumba, lakini kunakuwa na upepo unaowafukuza wasiendelee kuwa naye. Au yeye mwenyewe anaachana na watu wenye nia ya kufunga naye ndoa na hana maelezo. Ukimuuliza hana maelezo, hawezi kukupa jibu lililonyooka. Na jambo hili linaendelea miaka na miaka, na wengine mpaka wanakuwa wazee kabisa. Lakini mtu huyu akiwa usingizini anapata ndoto za kufanya mapenzi. Na kama upo unanisikiliza, nataka ujue ya kwamba hiyo ni dalili au kiashiria kinachokujulisha ya kwamba kinachokufunga usioe, kinachokufunga usiolewe ni jini mahaba. Kwa hiyo tutakapoanza maombi siku ya leo, omba kwa kumaanisha ili utoke hapo ulipofungwa na utembee katika ushindi. Bwana asifiwe. Dalili ya 13. Dalili ya 13. Ujauzito unaopitiliza. Dalili ya 13 ya kukujulisha ya kwamba jini mahaba ameshaingia na ameanza kutenda kazi ni ujauzito unaopitiliza. Kwa kawaida tunafahamu mtoto anakaa tumboni kwa muda wa miezi 9, na huo ni muda maalum ambao Mungu ameuweka kwenye tumbo la mwanamke. Na ukisoma kwenye maandiko unamwona Mfalme Suleiman akisema kila jambo na majira yake. Maana yake kuna majira yaliyoamriwa katika ulimwengu wa roho ili jambo fulani liweze kufanyika. Na majira yaliyoamriwa na Mungu kwa mtoto kukaa tumboni ni miezi 9. Lakini kinachotokea ni kwamba huyu jini mahaba anaingilia kati na kuvuruga hayo majira ya mtoto kukaa tumboni. Na lengo lake hasa linakuwa ni kumuua yule mtoto aliyeko tumboni, kwa sababu kama nilivyokuambia hapo mwanzo, majini mahaba hayapatani na uzao wa kibinadamu. Kwa hiyo yanafanya chochote kile ili kuvuruga utaratibu. Na hapa unaweza kukuta mwanamke anakaa na mimba zaidi ya mwaka bila kuzaa. Yupo mwingine anakaa na mimba zaidi ya miaka 2 bila kuzaa. Tumbo ni kubwa lakini hazai. Tumbo ni kubwa lakini kuna muda vipimo vinaonyesha mtoto yupo, na kuna muda vipimo havionyeshi kama kuna chochote kinachoendelea. Hizo ni dalili za jini mahaba. Kwa hiyo unapomwombea mwanamke asiyeweza kujifungua na siku zimeshapita sana na kupitiliza, hebu badilisha kidogo namna ya kuomba. Hebu anza kushughulika na jini mahaba. Amuru jini mahaba limwachie, na ndipo utakapoona huyo mwanamke akijifungua. Bwana asifiwe. Dalili ya 14. Dalili ya 14 ni kuanguka kiuchumi. Dalili ya 14 ya kukujulisha kwamba jini mahaba ameingia ni kuanguka kiuchumi. Watu wengi hawajui ya kwamba jini mahaba lina uwezo wa kukuharibia uchumi wako. Sasa hapa sizungumzii mazingira ambayo mtu ni mvivu tu na hataki kufanya kazi. Hapa nazungumzia mazingira ambayo unafanya kila kinachowezekana lakini utoki. Umejitahidi kufanya kazi kwa nguvu zako na uaminifu wako, lakini husogei na upati matokeo. Kitu kinachotokea ni kwamba yule jini mahaba hataki utumie muda wako kufanya kitu kingine. Anataka utumie muda wako kumfurahisha yeye. Anataka utumie nguvu zako kumfurahisha yeye. Kiu alionayo ni mwili wako. Kiu alionayo ni nguvu zako, lakini hataki uzitumie kuzalisha uchumi. Anataka utumie nguvu zako kumfurahisha yeye ili kupitia wewe yeye aendelee kupata uzao zaidi na zaidi na zaidi. Kwa hiyo kama jini mahaba alifunga ndoa na wewe na akafanya mapenzi na wewe, ule uzao au watoto waliopatikana kiroho kupitia vinasaba vyako ndio wanaotumika kukushambulia na kukuharibia kila kitu unachokifanya kwenye maisha yako. Na hii ni pamoja na shughuli zako za uchumi. Kwa hiyo hili ni eneo la kuwa nalo makini sana.
Unapokuwa unapata ndoto za mara kwa mara za kufanya mapenzi, usipozishughulikia kwenye maombi, yule jini mahaba hana tabia ya kuishia hapo. Ana kawaida ya kutanua eneo lake la utawala mpaka kwenye uchumi wako. Ghafla unashangaa miradi yako inakufa na hakuna maelezo. Unapata fedha lakini hazikai, zinapotea tu na huna maelezo zimeenda wapi. Hiyo ni vita ya kiroho. Kuna uzao wa kishetani uliotengenezwa kiroho kupitia vinasaba vyako, unaotumika kukudidimiza na kukuangusha kiuchumi. Kwa hiyo unapoona kila kitu unachokifanya unakifanya kwa uaminifu mkubwa, unakifanya kwa nguvu zako zote, lakini bado unaanguka kiuchumi, na wakati huo huo unajua kabisa kwamba unazo dalili zote za jini mahaba kama nilivyokueleza, basi ujue ni wakati wa wewe kuingia vitani katika maombi. Na Mungu ametupa somo hili ili tumpige vita huyo jini mahaba. Mahali popote alipojiwekea uhalali wa kukufuatilia, huo uhalali unaenda kufutwa na anaenda kuiachia maisha yako. Nasema jini mahaba anaenda kuiachia maisha yako. Nasema anaenda kuiachia maisha yako kwa jina la Yesu. Lakini sasa maanisha kufunguliwa. Mungu anawaponya walio na haja ya kuponywa. Muonyeshe Mungu kwamba unayo haja ya kuponywa na yeye. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa tunaombaje ili kumtoa jini mahaba? Jambo la kwanza ambalo ni muhimu sana ulifahamu ni kwamba jini mahaba anaingia kwa kufuata sheria na utaratibu. Na anapofunga ndoa na wewe, huwa ana kawaida ya kusimamia uhalali wa kisheria. Kwa hiyo ili kumtoa, usianze kwanza kukemea. Anza kwa toba. Hata kama umejikagua na ukaona huna mahali ulipokosea, wewe omba toba na rehema. Kubali kushuka mbele za Bwana. Mwambie Mungu, ninaomba toba. Unajua, ngoja nikwambie siri itakusaidia. Maombi ya toba na rehema ni aina ya maombi ambayo hayana hasara, lakini yana faida kubwa sana na yanaweza yakakufungua kwenye kifungo ambacho hukutegemea kama ungeweza kufunguka. Kwa hiyo tutaenda kuomba toba na rehema. Lakini hii toba na rehema tutaielekeza kwenye mlango, kwenye ile access point ambayo jini mahaba aliitumia kuingia ndani ya maisha yako. Na hapa tutaenda kuomba toba kwenye kila mlango ambao jini mahaba alitumia kuingia. Kwa hiyo nakushauri usiwe na haraka ya kukemea. Tutafika huko, lakini tuombe kwanza toba na rehema. Inawezekana umekuwa ukiomba kwa kukemea miaka yote, lakini bado ndoto za kufanya mapenzi hazikuachi. Bado jini mahaba amekuwa akikutesa na mpaka amekuharibia mahusiano yako, amekuharibia uchumi wako, na pengine amekuletea na magonjwa kwenye mwili wako. Ni wakati sasa umefika wa kubadilisha mkakati wa vita. Unachotakiwa kufahamu ni kwamba jini mahaba amekuwa mgumu kutoka na kukuachia kwa sababu kuna uhalali wa kisheria anaousimamia. Na huo uhalali wa kisheria unaondolewa kwa maombi ya toba na rehema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tutakapoanza kuomba, hii toba tutaielekeza kwenye mlango ambao jini mahaba aliutumia. Kwa mfano, kama huwa unapata ndoto za kufanya mapenzi, huo ni mlango ambao jini mahaba aliutumia. Kwa hiyo omba toba kwa ajili ya hilo. Inawezekana ulikuwa mtazamaji wa picha za ngono, huo ni mlango mwingine. Omba toba. Mwambie Mungu, ninatubu kwako, ninaomba unisamehe. Inawezekana umekuwa ukifanya masturbation au umekuwa ukipiga punyeto, huo ni mlango mwingine. Omba toba na rehema. Mwambie Mungu, ninaomba unisamehe kwa mlango huu wa kufanya masturbation. Ninaomba toba, ninaomba rehema. Ninaomba toba, ninaomba rehema. Inawezekana uliwahi kufanya mapenzi na mtu mwenye jini mahaba na ile jini mahaba likakuingia na wewe. Kwa hiyo omba toba kwenye huo mlango. Inawezekana uliwahi kutumia dawa za kienyeji ili kuvikaza viungo vyako vya uzazi au kuviongeza ukubwa. Huo ni mlango mwingine. Kwa hiyo omba toba na rehema. Mwambie Mungu, ninaomba toba. Mungu, ninaomba rehema. Mungu, ninaomba toba. Mungu, ninaomba rehema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama umenielewa, tutaanza kuomba toba kuanzia malangoni, kwa sababu ndipo jini mahaba lilipoingilia. Sasa kabla hatujaingia kwenye maombi, nataka niseme jambo la muhimu na ninaomba unisikilize vizuri. Maombi ya leo ni maombi binafsi. Wewe ndiye unayejua ni mlango upi jini mahaba alitumia kuingia kwako. Kwa hiyo unapoomba toba, usisubiri ni kuongoze.
Yaani hapa ninapozungumza, wewe anza kuomba. Anza kuomba. Toba ni kati yako wewe na Mungu. Unamsihi Mungu akusamehe mahali popote ulipofungua mlango na jini mahaba akakuingia. Kuomba kwako ndiko kuna kuachilia nguvu ya kuvuka. Na ninataka nitangaze mapema. Kuna watu wanaenda kupona leo. Hata kabla hatujaombea vitu vingine. Kuna watu wanaenda kupona leo kupitia toba na rehema. Kuna watu jini mahaba litawaachia leo kwa sababu ya kuomba toba na rehema. Kuna watu watawekwa huru leo kwa sababu ya toba na rehema. Lakini yote inategemea na utayari wako wa kuomba na kumlilia Mungu ili akumbuke rehema na akutoe kwenye hicho kifungo ambacho kimekuwa kikikutesa katika maisha yako. Kwa hiyo ninakushauri jitoe mbele za Bwana. Ukiomba kwa uaminifu, utaona ngome zikianguka. Ukiomba kwa uaminifu, utaona shetani akianguka. Ni wewe tu mpendwa, ni wewe tu, ni uamuzi wako, ni wewe tu na utayari ulionao. Bwana asifiwe. Kwa hiyo anza kuomba sasa, anza kuomba toba na rehema. Anza kuomba toba na rehema. Kama umelisikiliza somo hili tangu tulipoanza, hauwezi kukosa kitu cha kumwambia Mungu. Kwa hiyo fungua kinywa chako sasa, mwambie Mungu akusamehe, mwambie Mungu akurehemu. Taja mlango mmoja baada ya mwingine. Endelea kuomba. Zungumza na Mungu, muombe toba, muombe rehema. Endelea. Endelea kuomba. Usinyamaze. Endelea. Unapoendelea kuomba, usiache kunyunyiza damu ya Yesu. Maana maandiko yanatuambia damu ya Yesu inanena mema. Kwa hiyo iombe damu ya Yesu inene rehema kwa ajili yako mahali popote ambapo jini mahaba lilipata mlango wa kuingia ndani yako na kufunga ndoa na wewe. Endelea kuomba. Endelea. Usinyamaze. Endelea. Ndio tumeanza hivyo mpendwa. Endelea kuomba. Haya ni maombi binafsi. Anza kwanza mwenyewe. Sema na Mungu. Mwambie Mungu mpaka vile vya sirini, vile ambavyo hakuna mtu yeyote anayejua, vile ambavyo wazazi wako hawavijui, vile ambavyo marafiki zako hawavijui, vile ambavyo mke wako hawavijui, vile ambavyo mume wako hawavijui. Ni wakati wako sasa wa kwenda mbele za Mungu. Mwambie Mungu, kwenye hili ninaomba unirehemu. Kwenye hili ninaomba unisamehe. Ninashuka na kunyenyekea. Ninaomba toba na rehema. Baba unihurumie. Ninaomba unisamehe kwenye hili. Taja moja baada ya jingine. Mlango mmoja baada ya mwingine. Endelea kuomba. Kandiri ya shatara bakori masika. Rapa kori ya shandara bakori mandida. Endelea kuomba. Ukisikia kulia, lia. Machozi pia yanapeleka ujumbe kwa Mungu. Maandiko yanasema Hezekia alilia sana na Mungu akamsikia. Yule Mungu aliyemsikia Hezekia ni Mungu wako pia. Kwa hiyo omba usinyamaze. Pambana mpendwa. Pambana ifike mwisho. Pambana hayo mateso yafike mwisho. Pambana utawala wa jini mahaba ufike mwisho leo. Kandiri ya shatara bakori masika. Endelea. Endelea kuomba. Usinyamaze. Endelea kuomba. Kama unaona maneno yanaanza kukukaukia, unaweza ukanifuatisha mimi jinsi ninavyoomba, lakini omba kwa kumaanisha. Omba kutoka moyoni mwako. Sema, Mungu uliye hai. Ninakuja mbele zako kwa damu ya Yesu. Ninaomba toba na rehema kwa dhambi zangu zote, makosa yangu yote na uovu wangu wote niliyoufanya katika maisha yangu. Ninaomba toba na rehema. Ninaomba unisamehe. Ninaomba unirehemu sawasawa na wingi wa fadhili zako, sawasawa na wingi wa rehema zako. Ninaomba unisamehe kwa jambo lolote na sababu yoyote inayoweza kusimama kama kizuizi cha maombi yangu ya leo. Ninaomba unisamehe. Ninaomba unirehemu. Ninaomba utege sikio lako, Baba wa rehema, ukasikie kuomba kwangu, ukasikie kulia kwangu, ukanipe kibali mbele ya madhabahu yako. Kwa damu ya Yesu, ninaomba toba na rehema
kwa milango yote iliyotumika kupitisha jini mahaba kwenye nafsi yangu. Ninaomba toba, ninaomba rehema katika jina la Yesu. Ninaomba toba na rehema kwa milango yote iliyotumika kupitisha jini mahaba kwenye mwili wangu. Ninaomba toba, ninaomba rehema kwa milango yote iliyotumika kupitisha jini mahaba kwenye maisha yangu. Ninaomba toba, ninaomba rehema. Ninasimama kama kuhani kwa ajili ya nafsi yangu mwenyewe, nikiomba toba na rehema kwa mlango wa ndoto uliotumika kupitisha jini mahaba kwenye nafsi yangu. Ninaomba toba, ninaomba rehema. Ninaomba toba na rehema pale ambapo nafsi yangu ilihusika kufanya mapenzi na jini mahaba kwa njia ya ndoto. Ninaomba toba na rehema. Ninaomba unisamehe, ninaomba unirehemu. Ninatubu kwako Mungu uliye hai, mahali ambapo mwili wangu ulihusika kufanya mapenzi na jini mahaba kwa njia ya ndoto. Ninaomba unisamehe, ninaomba unirehemu. Ninaomba toba pale ambapo viungo vyangu vya uzazi vilitumika kufanya mapenzi na jini mahaba kwa njia ya ndoto. Ninaomba toba na rehema. Ninaomba toba na rehema katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Haya, anza kuomba toba na rehema kwa ajili ya viungo vyako vya uzazi vilivyotumika kufanya mapenzi na jini mahaba. Usimfiche Mungu kitu. Hii ni operation ya kiroho inafanyika. Usiache kitu, endelea kuomba, endelea kuomba. Taja kiungo kimoja baada ya kingine, kwa sababu jini mahaba linapofunga ndoa na wewe, huwa linajiwekea umiliki kwenye hivyo viungo na kuvifanya kama ni mali yake halali ya kisheria. Kwa hiyo toba na rehema inaenda kuondoa na kufuta huo halali. Kwa hiyo endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Taja kila kiungo kinachohusika. Omba toba kwa ajili yake. Omba toba kwa ajili yake. Omba toba kwa ajili yake. Endelea, endelea, endelea. Kama wewe ni mwanamke, mwambie Mungu, ninaomba toba na rehema kwa mlango wa uke wangu uliotumika na kumilikiwa na jini mahaba. Ninaomba toba na rehema. Ninaomba unisamehe, ninaomba unirehemu. Ninaomba toba na rehema kwa matiti yangu yaliyotumiwa na kumilikiwa na jini mahaba. Ninaomba toba na rehema kwa midomo yangu na ulimi wangu uliotumiwa na jini mahaba kufanya mapenzi na mimi kwa njia ya ndoto. Endelea kuomba namna hiyo. Endelea, 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 endelea. Endelea kuomba kwa kurudia. Endelea kuomba kwa kurudia. Taja na tumbo lako la uzazi huku ukiligusa. Alafu mwambie Mungu, ninaomba toba na rehema kwa tumbo langu la uzazi lililotumika kufanya mapenzi na jini mahaba na kutengeneza uzao wa kishetani unaotumika kunitesa. Endelea kuomba toba. Endelea kuomba rehema. Endelea kuomba toba. Endelea kuomba rehema. Endelea, endelea. Kandirisha tarabakuri masika. Kama wewe ni mwanaume, mwambie Mungu, ninaomba toba na rehema kwa mlango wa uume wangu uliotumika kufanya mapenzi na jini mahaba kwa njia ya ndoto. Ninaomba toba na rehema kwa kifua changu kilichotumika kufanya mapenzi na jini mahaba kwa njia ya ndoto. Ninaomba toba na rehema kwa mbegu zangu za kiume zilizotumika kufanya mapenzi na jini mahaba na kutengeneza uzao wa kishetani unaotumika kuyatesa maisha yangu. Ninaomba unisamehe. Ninaomba toba. Ninaomba rehema. Ninaomba unisamehe. Ninaomba toba na rehema kwa midomo yangu na ulimi wangu uliotumika kufanya mapenzi na jini mahaba kwa njia ya ndoto. Ninaomba toba. Ninaomba rehema. Ninaomba toba. Ninaomba rehema. Endelea, endelea. Endelea kuomba namna hiyo huku ukitubia viungo vyako vya uzazi kwa kuvitaja. Endelea, endelea, endelea. Kandiri shata rabakori masaka. Rapa kori mashanda rabakori masika. Rima shanda rabakori asata rabakori mandira. Endelea, endelea, endelea tu kuomba toba. Omba toba kwa kurudia rudia.
Omba toba kwa kurudia. Usinyamaze, endelea mpaka nikuongoze kitu kingine. Wewe endelea, na mimi ninaomba kwa ajili yako. Mungu uliye hai, ninasimama kama kuhani kwa ajili ya watoto wako. Ninaungana nao katika maombi haya, Bwana, nikiwa nimebeba damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani kwa ajili ya kufuta na kusamehe dhambi, iliyomwagika pale msalabani kwa ajili ya kufanya ukombozi wa nafsi zetu. Ninaomba toba na rehema kwa watoto wako mahali popote pale walipo. Baba wa rehema, ninaomba rehema zako zishuke juu ya watoto wako, ukawasamehe Bwana na kuwarehemu pale ambapo ndoto za usiku wa manane na ndoto za asubuhi na ndoto za mchana zilitumika kuwaunganisha na jini mahaba. Ninaomba toba na rehema, Ninasimama na kunyenyekea chini ya kiti chako cha rehema kama kuhani na mwombezi, Bwana, nikikusihi usikie kuomba kwao, sikia kuomba kwao, na ukawasamehe na kuwarehemu sawasawa na wingi wa rehema zako, sawasawa na wingi wa fadhili zako. Ninaomba toba, ninaomba rehema, ninaomba toba, ninaomba rehema, ninaomba toba, ninaomba rehema. Wewe ni Mungu unayetupenda, wewe ni Mungu unayetujali, wewe ni Mungu unayetuwazia mema. Ninaomba rehema zako zipite kwa kila mmoja, zipite kwa huyu mama, zipite kwa huyu baba, zipite kwa huyu dada, zipite kwa huyu kaka. Kandiri ya shatarabakori masika, kandiri ya tarabakori andarabakori masika. Rehema zako zikamgusa na kumhudumia katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninakuomba Baba wa rehema, damu ya Yesu ya utakaso, damu ya Yesu ya rehema ikanene msamaha kwa watoto wako kwenye malango ya ndoto zao. Damu ya Yesu ya ukombozi ikanene rehema kwa watoto wako kwenye malango ya ndoto zao, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Sema: Mungu uliye hai, ninaomba toba na rehema kwenye mlango wa mwili wangu uliotumika kufanya mapenzi na mtu mwenye jini mahaba. Ninaomba toba na rehema, ninaomba unisamehe, ninaomba unirehemu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu initakase kwa wingi wa rehema zake. Damu ya Yesu initakase kwa wingi wa rehema zake. Nikasamehewe, nikasamehewe, nikasamehewe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninaomba rehema kwa ajili ya damu yangu iliyo najisika kwa kufanya mapenzi na mtu mwenye jini mahaba. Ninaomba rehema, ninaomba rehema, ninaomba rehema, ninaomba rehema. Mungu uliye hai, ninaomba toba na rehema kwa ajili ya mwili wangu ulio najisika kwa kufanya mapenzi na mtu mwenye jini mahaba. Ninaomba toba na rehema, ninaomba toba na rehema, ninaomba toba na rehema, ninaomba toba na rehema, ninaomba toba na rehema katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Haya, endelea kuomba toba na rehema mahali popote ulipowahi kufanya mapenzi kabla ya ndoa. Mwambie Mungu, ninaomba unisamehe. Mungu, ninaomba unirehemu. Maana kufanya mapenzi kabla ya ndoa ni mlango mmojawapo unaompa jini mahaba nafasi ya kuingia. Kwa hiyo omba toba na rehema. Mwambie Mungu, nisamehe. Mungu, unirehemu. Mungu, nisamehe. Mungu, unirehemu. Na kama upo kwenye ndoa na mume wako ana tabia ya kutoka nje ya ndoa, omba toba na rehema pia. Wewe omba tu, kwa sababu kama alipotoka nje ya ndoa alifanya mapenzi na mwanamke mwenye jini mahaba, alikuhamishia ile roho ikuingie na wewe. Kwa hiyo endelea kuomba toba na rehema, endelea kuomba toba na rehema, endelea. Kandiri shatarabakori masandarabakori masika, rika shandarabakori atarabakori andarabakokora. Kama upo kwenye ndoa na mke wako ana tabia ya kutoka nje ya ndoa, omba toba na rehema pia, kwa sababu kama alikutana na mtu mwenye jini mahaba na akazini naye, siku ulipofanya naye tendo la ndoa, ile roho ilipata nafasi ya kukuingia na wewe pia. Lakini pia inawezekana mume wako au mke wako aliingiwa na jini mahaba kwa njia ya ndoto. Siku ulipofanya naye tendo la ndoa, ile roho ikakuingia na wewe pia. Kwa hiyo omba. Maombi hayana hasara, maombi hayana hasara. Mwambie Mungu, ninaomba toba na rehema kwa ajili ya mwili wangu pale nilipofanya mapenzi na mtu mwenye jini mahaba. Inawezekana ni mume wangu,
ninaomba toba na rehema. Inawezekana ni mke wangu, ninaomba toba na rehema. Ninaomba unisamehe, ninaomba unirehemu, ninaomba unisamehe, ninaomba unirehemu. Endelea, endelea, endelea. Kandiri shatarabakori satarabakori masika. Endelea kuomba toba, endelea kuomba toba. Elekeza toba yako kwenye mwili wako, elekeza toba yako kwenye damu yako. Mahali popote pale ambapo unajisi wa jini mahaba umeingia kwako, omba toba na rehema. Kandiri ya shatarabakori ya sata, rika shandarabakori ya satarabakori mandira. Endelea, endelea, endelea. Rapa shanda rabasika, rima shanda rapa koria satarabakori mandira, rika shanda rabakoria satarabakokora. Endelea kuomba, endelea kuomba. Sema na Mungu, sema na Mungu, sema na Mungu. Mwambie Mungu, ninaomba toba na rehema kwa viungo vyangu vya uzazi vilivyo najisika na jini mahaba. Ninaomba toba na rehema kwa damu yangu iliyo najisika na jini mahaba. Ninaomba toba na rehema kwa mwili wangu ulio najisika na jini mahaba. Ninaomba unisamehe, ninaomba unirehemu, ninaomba unisamehe, ninaomba unirehemu. Endelea kuomba, endelea kuomba katika jina la Yesu Kristo. Rima shandarabakori ya satarabakori mandira, rika tarabakori ya shandarabakori masika. Damu ya Yesu, damu ya Yesu. Ninakuita, ninakuita, ninakuita siku ya leo, ninakuita siku ya leo. Ingia ndani ya nafsi yangu, ingia ndani ya nafsi yangu. Unitakase na unajisi wote, unitakase na unajisi wote. Damu ya Yesu, damu ya Yesu. Ninakuita, 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 ninakuita. Ingia ndani ya mwili wangu, ingia ndani ya mwili wangu. Unitakase na unajisi wote, unitakase na unajisi wote. Damu ya Yesu, damu ya Yesu. Ninakuita, ninakuita, ninakuita. Ingia ndani yangu sasa, ingia ndani yangu sasa. Na kuitakasa damu yangu na unajisi wote, na kuitakasa damu yangu na unajisi wote, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba wa rehema, Baba wa rehema, ninazama kwenye kijito cha utakaso cha damu ya Yesu. Ninazama kwenye kijito cha utakaso cha damu ya Yesu, ili nitakasike, ili nitakasike, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Haya, endelea kuzama, endelea kuzama, endelea kuzama kwenye kijito cha utakaso cha damu ya Yesu. Mwambie Mungu, ninazama kwenye kijito cha utakaso cha damu ya Yesu. Ninazama kwenye kijito cha utakaso cha damu ya Yesu. Ninazama kwenye kijito cha utakaso cha damu ya Yesu. Ninazama kwenye kijito cha utakaso cha damu ya Yesu. Damu ya Yesu initakase, damu ya Yesu initakase, damu ya Yesu initakase, damu ya Yesu initakase. Endelea, 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 endelea. Kandiri ya shatarabakori masika, rima shandiri ya tarabakori ya sandalabakori masika. Endelea kuiomba damu ya Yesu ikutakase, endelea kuiomba damu ya Yesu ikutakase. Omba kwa upana, omba kwa upana. Peleka damu ya Yesu kwenye viungo vyako vya uzazi, peleka damu ya Yesu kwenye mwili wako, peleka damu ya Yesu kwenye damu yako, ikafanye utakaso, ikafanye utakaso. Mandiri ya shatarabakori ya sandalabakosira, rikiri ya shindiri ya tarabakori ya ndarabakokora. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Sema, Mungu uliye hai, Mungu uliye hai, ninaomba toba na rehema kwa vyakula vya kishetani nilivyolishwa na jini mahaba kwa njia ya ndoto, nilivyolishwa na jini mahaba kwa njia ya ndoto. Ninaomba toba na rehema, ninaomba toba na rehema. Ninaomba unisamehe, ninaomba unirehemu, ninaomba unisamehe, ninaomba unirehemu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninaomba toba na rehema kwa kinywa changu na ulimi wangu na tumbo langu lililopokea chakula cha kishetani. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, ingia ndani yangu, ingia ndani yangu. Unitakase, unitakase. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, ingia kwenye tumbo langu, ingia kwenye tumbo langu. Unitakase, unitakase, katika jina la Yesu,
katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Weka mkono kwenye tumbo lako la chakula, alafu sema maneno haya kwa kumaanisha. Sema, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, natapika unajisi wote, natapika uchafu wote ulioingia kwenye tumbo langu. Natapika kwa damu ya Yesu, natapika kwa damu ya Yesu. Mate ya jini mahaba, mate ya jini mahaba, na kutapika kwa damu ya Yesu, na kutapika kwa damu ya Yesu, na kutapika kwa damu ya Yesu, na kutapika kwa damu ya Yesu. Damu za jini mahaba, damu za jini mahaba, na kutapika kwa damu ya Yesu, na kutapika kwa damu ya Yesu, na kutapika kwa damu ya Yesu. Chakula cha jini mahaba, na kutapika kwa damu ya Yesu, na kutapika kwa damu ya Yesu, na kutapika kwa damu ya Yesu, na kutapika kwa damu ya Yesu. Mawe ya kishetani, mawe ya kishetani, na kutapika kwa damu ya Yesu, na kutapika kwa damu ya Yesu, na kutapika kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Endelea, endelea, endelea. Ukisikia kitu kinapanda kama unataka kutapika, usijizuie, kiache kitoke, kiache kitoke katika jina la Yesu. Endelea, endelea, endelea kusema na kutapika kwa damu ya Yesu, na kutapika kwa damu ya Yesu, na kutapika kwa damu ya Yesu. Endelea, endelea, endelea. Kandiri shatarabakori masika, rapakori mashandarabakori masika. Endelea, endelea, endelea. Usinyamaze, usinyamaze, usinyamaze. Endelea, endelea, endelea. Kandiri shatarabakori asandarabakosira. Damu ya Yesu ya rehema ipite na kuachilia rehema kwa ajili ya tumbo lako. Vyakula vyote vya jini mahaba vitoke sasa, vitoke sasa, vitoke sasa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Vitoke sasa kwa damu ya Yesu, vitoke sasa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Uliota unamnyonya jini mahaba midomo, hayo mate yake yatoke na kukuachia, yatoke na kukuachia, yatoke, yatoke, yatoke na kuliachia tumbo lako, yatoke na kuliachia tumbo lako kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Magonjwa ya matumbo yaliyoingia kwa kubusu jini mahaba ya kuachie kwa damu ya Yesu, ya kuachie kwa damu ya Yesu, ya kuachie kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, ya kuachie, ya kuachie, ya kuachie, ya kuachie, ya kuachie kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu, damu ya Yesu ipite na rehema zake, ipite na msamaha, ikakufungue, ikakufungue, ikakufungue kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu inene msamaha, inene rehema kwa ajili yako, inene msamaha kwa ajili yako, kwa agano la chakula lililoingia ndani yako kwa njia ya ndoto. Damu ya Yesu ikufungue, damu ya Yesu ikufungue, damu ya Yesu ikufungue, damu ya Yesu ikufungue, 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 ikufungue kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Sema, Mungu uliye hai, ninaomba toba na rehema kwa mlango wa urithi uliotumiwa na jini mahaba kuingia kwenye nafsi yangu. Ninaomba rehema, ninaomba toba, ninaomba rehema, ninaomba toba katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninaomba toba na rehema kwa urithi wa jini mahaba uliotoka kwa wazazi wangu. Ninaomba rehema, ninaomba rehema. Yesu nihurumie, Yesu nihurumie, Yesu nihurumie, Yesu niokoe, Yesu nisaidie, Yesu nisaidie. Sina msaada mwingine isipokuwa ni wewe peke yako, sina tegemeo jingine isipokuwa ni wewe peke yako. Ninaomba unisaidie, ninaomba uniokoe, ninaomba unisaidie, ninaomba unirehemu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninaomba toba na rehema kwa vitu vyote vya kurithi vilivyofungua mlango kwa jini mahaba kuniingia. Ninaomba toba, ninaomba rehema, ninaomba toba, ninaomba rehema katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu nitenge na urithi mbaya. Damu ya Yesu nitenge na urithi mbaya. Niokoe Yesu, niokoe Yesu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninaomba toba na rehema kwa mlango wa madawa ya kishetani yaliyoniunganisha na jini mahaba, yaliyoniunganisha na jini mahaba.
ninaomba toba, ninaomba rehema, ninaomba toba, ninaomba rehema. Mungu unisamehe, Mungu unirehemu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe ni mwanamke, weka mkono chini ya kitovu chako, na kama wewe ni mwanaume, weka mkono kwenye kiuno chako. Halafu anza kuomba toba na rehema. Mwambie Mungu, ninaomba toba na rehema kwa tumbo langu la uzazi, mahali popote ambapo madawa ya kishetani yalitumika kumuingiza jini mahaba kwenye maisha yangu. Kama wewe ni mwanaume, mwambie Mungu, ninaomba toba na rehema kwenye viuno vyangu, mahali popote ambapo madawa ya kishetani yalitumika kumuingiza jini mahaba kwenye maisha yangu. Ninaomba toba na rehema, ninaomba toba na rehema, ninaomba toba na rehema, ninaomba toba na rehema. Endelea. Ukiwa umeshika tumbo lako na ukiwa umeshika kiuno chako, omba toba na rehema kwa madawa yote yaliyotumika kumuingiza jini mahaba kwenye maisha yako. Endelea kuomba. Kandiri ya shatarabakori masika, ripa shindiri ya tarabakori masanda. Mungu uliye hai, ninaomba toba na rehema kwenye tumbo la uzazi la mtoto wako na kwenye viuno vya mtoto wako, mahali popote ambapo jini mahaba lilipata nafasi ya kumuingia na kumtesa kupitia madawa ya kishetani. Ninaomba toba, ninaomba rehema, ninaomba toba, ninaomba rehema, ninaomba toba, ninaomba rehema, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mungu uliye hai, ninaomba toba kwa madawa ya kichawi aliyoyatumia kwa ajili ya ndoa yake. Ninaomba rehema, ninaomba toba, ninaomba rehema, ninaomba toba, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba wa rehema, ninaomba toba kwako kwa madawa ya kichawi aliyoyatumia ili kuongeza ukubwa wa maumbile yake ya uzazi. Mungu, katika jina la Yesu, ninaomba toba na rehema kwa ajili yake. Ninaomba toba na rehema kwa ajili yake. Ninaomba rehema zako ziwe pamoja naye, rehema zako ziwe pamoja naye, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Huo mlango wa tumbo lako la uzazi utakasike kwa damu ya Yesu, utakasike kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Utakasike, 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 katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Huo mlango wa viuno vyako utakasike kwa damu ya Yesu, utakasike kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Kandiri ya shatarabakori masika, ripa kandarabakori ya shandarabakori masika, rikiri ya shindiri ya tarabakori ya saka, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Sema, Mungu uliye hai, ninaomba toba na rehema kwa mlango wa nafsi uliolishwa uchafu na kumpa jini mahaba nafasi ya kuingia ndani yangu. Ninaomba rehema, ninaomba rehema, ninaomba rehema, ninaomba rehema. Mungu uliye hai, ninaomba unisamehe kwa kutumia macho yangu kutazama picha za ngono. Ninaomba unisamehe, ninaomba unirehemu, ninaomba unisamehe, ninaomba unirehemu. Nisamehe kwa kuichafua nafsi yangu, nisamehe kwa kumpa jini mahaba nafasi ndani yangu. Ninaomba unisamehe, ninaomba unirehemu, ninaomba unisamehe, ninaomba unirehemu, katika jina la Yesu. Haya, kwa maneno ya kinywa chako anza kuomba toba na rehema kwa kuilisha nafsi yako uchafu wa kiroho. Kama uliwahi kutazama picha za ngono, omba toba kwa Mungu. Maanisha omba toba kwa Mungu, omba toba kwa Mungu. Hapa sikuombei sasa, hapa ni wewe na Mungu. Zama. Tubu na kumlilia Mungu. Mwambie Mungu akusamehe, mwambie Mungu akurehemu kwa kuiunganisha nafsi yako na jini mahaba. Endelea. Kandiri ya shatarabakori masaka, rapa kori ya shandarabakori masika. Endelea kutubu. Mwambie Yesu nihurumie, Yesu nisamehe, Yesu nihurumie, Yesu nisamehe. Endelea, usinyamaze, endelea. Rapa koria shindiri ya tarabakori ya karabakosira, ikiri ya shindiri ya tarabakori ya sandarabakori masika. Endelea. Rapa shanda rapa sika, rima shanda rabakori masika, ripa karaba shindiri ya tarabakori masika. Katika jina
la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Sema: kwa jina la Yesu, ninaomba toba na rehema kwa kutumia mikono yangu kufanya masturbation. Ninaomba toba na rehema. Ninaomba unisamehe. Ninaomba unirehemu. Ninaomba unisamehe. Ninaomba unirehemu. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Haya, endelea kuomba, endelea kuomba toba, endelea kuomba rehema. Kama umewahi kufanya masturbation, anza kuomba toba, anza kuomba rehema. Mwambie Mungu nisamehe, Mungu ni rehemu. Endelea. Ng'ang'ana mpendwa, ng'ang'ana na Mungu. Usiombe kwa ulegevu, omba kwa kumaanisha. Ni wewe na Mungu sasa, katika jina la Yesu. Endelea kuomba. Sema na Mungu, msi Mungu akusamehe, msi Mungu akurehemu, msi Mungu akusamehe, msi Mungu akurehemu. Omba toba kwa mikono yako pia, katika jina la Yesu. Maana hiyo mikono uliitumia kwa ajili ya kupiga punyeto, uliitumia mikono yako kwa ajili ya kufanya masturbation. Omba rehema, omba toba, omba rehema, omba toba. Kandiri shatarabakori masika, ripandarabakori ya shandarabakori mandira, ripandarabakori ya shandarabakori andarabakokora. Endelea kuomba. Katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Sema: Mungu uliye hai, ninaomba toba na rehema kwa kufanya mapenzi kwa kutumia midomo yangu. Ninaomba unisamehe, ninaomba unihurumie, ninaomba unirehemu. Yesu, naomba uniokoe. Yesu, naomba unirehemu. Yesu, naomba unisamehe. Yesu, naomba uniokoe, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sikujua Bwana ya kuwa kwa kufanya hivyo nilikuwa nampa jini mahaba nafasi ya kunitesa. Sikujua Yesu, sikujua Yesu, lakini siku ya leo ninaomba toba kwako. Ninaomba unisamehe, ninaomba unirehemu, ninaomba unisamehe, ninaomba unirehemu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Endelea kuomba toba, endelea kuomba rehema, endelea kuomba toba, endelea kuomba rehema, endelea kuomba toba, endelea kuomba rehema. Kama ulishawahi kufanya mapenzi kwa kutumia mdomo wako kama mbadala wa viungo vya uzazi, kwa maana ya kufanya oral sex, mwambie Mungu ni rehemu. Sema na Mungu, hapa ni wewe na Mungu sasa. Hapa ni wewe na Mungu, hapa ni wewe na Mungu. Usisubiri ni kuongoze, hapa ni zamu yako wewe na Mungu. Mwambie Mungu nisamehe, Mungu ni rehemu. Endelea. Nyenyekea mbele za Bwana, nyenyekea. Omba kwa kumaanisha, omba toba na rehema kwa kumaanisha. Kandiri ya shatarabakori ya saka, rapa kori ya shandarabakori ya satarabakosira. Endelea. Katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Sema: Mungu uliye hai, ninaomba toba na rehema kwa ngome zote zilizotumika kumficha jini mahaba kwenye maisha yangu. Ninaomba toba na rehema, ninaomba toba na rehema, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninaomba toba na rehema kwenye ngome za hisia zangu. Ninaomba toba na rehema kwenye ngome za akili yangu. Ninaomba toba na rehema kwenye ngome za fikra zangu. Ninaomba toba, ninaomba rehema, ninaomba toba, ninaomba rehema. Bwana Yesu, nipe kukutii wewe, nipe kukutii wewe. Nifundishe kukusikia wewe, nifundishe kukusikia wewe, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante Yesu kwa kunisikia, asante Yesu kwa kunisamehe. Nalitukuza na kulisifu jina lako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Amen.